are demanding our nation back in the name of Jesus Christ. We declare Corona will not colonize us in the name of Jesus Christ. From today, Jehovah our Lord is able to guide our nation, is able to deliver us. Our nation belongs to God because the Bible says, blessed is the nation whose Lord God is their God. Lord Almighty God, the Bible says, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any nation. We declare Kenya will not be taken hostage. Kenya will not be taken siege. In the name of the Lord, everybody pray, everybody pray, everybody pray. Maya soretai, rakamakataya, lekamako zekatai, lemasorina malakotaya, lekataya rabaganda. We declare Corona will not colonize Kenya in the name of Jesus Christ, because Kenya is a godly nation, is a righteous nation. In the name of the Lord, the Bible says, blessed is the nation who the Lord God is their leader. Jehovah is our leader. Jehovah is our leader. Hata kama mti umekatwa, kuna tumaini. We want to declare there is hope for Kenya. There is hope for business people. There is hope for our schools. Kenya will go back to normal. Everybody pray. Everybody pray. Everybody pray. We declare Kenya will go back to normal. Kenya will go back to normal. Hey! Makata babu na zina. Hujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni mchungaji Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu. Na kuletea hili neno ili likaweze kukujenga, likaweze kukuinua, hasa wakati kama huu ambao mambo yote ni kama yamesimama, ni kama hakuna kuendelea mbele, na ni kana kwamba kuna ule uzito wa kufanya kuwe na progress. Lakini ningetaka niwaeleze ya kwamba tuna Mungu, kuna Mungu aliye mbinguni. Mambo yote yatakuwa sawa. Yule aliyekuwa mwelefu sana katika dunia hii, Solomon son of David, kuna mambo aliyoyasema. Akasema ya kwamba wakati wa Bwana atafanya mambo yote kuwa sawa. At God's own time, he will make everything to be beautiful. Na kwa hivyo ningetaka kila mmoja unisikie, kwa wakati wa Bwana. Kuna uwezekano saa hii kuna mauzito, kuna uwezekano saa hii kuna giza, kuna uwezekano saa hii ni kana kwamba mambo yamesimama, lakini kwa wakati wa Bwana. Na pia niweze kukueleza ya kwamba kila mpango wa Bwana juu ya maisha yako, juu ya maisha ya familia yako, juu ya taifa letu la Kenya, lazima ikuje kutimia. Kile Mungu alitupangia lazima kikuje kutimia. Kuna mambo mawili matatu, na siku ya leo hii nitakuletea jambo moja ambao linaweza likasababisha kuwe na njia sana katika maisha yako. Ukipigana na hilo jambo, utapata ya kwamba in every area there is a way. Remember, the Bible says that Jehovah God maketh ways where seems to be no way. Anafanya njia mahali ambao kabisa watu wanaona hakuna njia. Na hili jambo ambalo nitaliongelea juu yake, shetani huwa analileta wakati wa giza, analileta wakati kuna mauzito, analileta wakati kuna maupungufu ya mambo tofauti katika maisha. Na hili jambo limeandikwa kwenye kitabu cha James chapter 1 and verse 6. Biblia inaongea juu ya shaka. Inasema ya kwamba na yeyote ambaye atakayeomba asije akaweka shaka. Kwa sababu mtu yeyote ambaye atakuwa na shaka ni kama mawimbi ya bahari ambayo huwa inabebwa upande na upande na upepo. Na kwa hivyo asidhani, Biblia inasema yule mtu wako na shaka asidhani atapokea kitu chochote kutoka kwa Bwana. Kwa hivyo tujue ya kwamba shaka is a stronghold. Doubt is a stronghold ambao huwa inaletwa na shetani na inatufungiria kupokea kile ambacho Mungu ametazamia tupokee.
Na kwa hivyo utakuta ya kwamba kuna watu wengi ambao wameomba maombi, wameomba mwaka wa kwanza, miaka ya pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, lakini kwa sababu walitiria chaka hawawezi wakapata jawabu la maombi yao. Kwa hivyo ujue ya kwamba shaka ni jambo ambalo huwa linaletwa na shetani, tusipokee kutoka kwa Bwana. Na tunaweza nikauliza siku ya leo kwa wale ambao mnaonitazama, nikiuliza ni nani ambaye ako na shaka? Mtu hawezi akasema ya kwamba yeye huwa yuko na shaka, kwa sababu watu wote huwa tunajiona tuko wakamilifu. Lakini ningesema ya kwamba hata sisi ambao huwa tunafanya kazi katika madhabahu, kazi ya kuhubiri, kuna wale walioandikwa kwenye Biblia walifanya kazi kama hii, lakini walitilia shaka. Kuna wakati mmoja, na huu shuhuda nitakupatia ili ukaweze kukusaidia. Kuna wakati mmoja Mungu alimtokea Abrahamu na akamwambia Abrahamu ya kwamba Eliezer of Damascus hakuna wakati atakurithi, bali nitakupatia kijana aliye wako, ndiye atakaye kurithi. Nitakupatia kijana pamoja na mke wako Sara, huyo kijana ndiye atakaye kurithi. Lakini kwa sababu Abraham walikuwa wamekaa miaka mingi sana wakiwa na Sara, akaona nikana kwamba lile jambo halitatimia, na akaweka shaka kwa lile jambo. Mungu akamtokea tena mara ya pili, akamwambia Abrahamu, mimi ninasema nitakupatia kijana, alafu your descendants watakuwa wengi sana, hawatahesabika. Lakini Abraham akauliza, itakuwaje? Mimi nitajuaje hili jambo litatimia? Kwa sababu bado alikuwa ameweka na ametilia shaka. Lakini neno la Bwana linasema Mungu akamwambia Abrahamu, toka nje. Ilikuwa ni wakati wa usiku. Abrahamu wakati alitoka nje akaambiwa, inua macho yako uangalie kule mbinguni. Na wakati aliangalia akaulizwa, unaona nini? Akasema, ninaona nyota zikiwa nyingi sana. Akaambiwa, hesabu moja kwa moja, unipatie hesabu yake. Na Biblia inasema ya kwamba wakati Abraham aliangalia akasema ya kwamba it is not possible for me to count all the stars. Akaelezwa, hivyo zilivyo nyingi, that is the way your descendants watakuwa. Your descendants will be so numerous, they will be uncountable. Hawatakuweza, mtu yeyote hataweza kuwa hesabu ama kuwa hesabu moja moja. Na kwa hivyo akawa na nguvu za kutosha, na akaamini ya kwamba, and from there, that is why the Bible says, and Abraham never wavered concerning the promises of God, and more especially concerning the promise of God ya kwamba atampatia kijana Isaka. Na ikawa ni baraka kubwa sana kwake. Ningetaka niseme watu wengi tumetilia shaka hata neno la Mungu. Mungu anatokea mtu, aidha anamtokea kwa doto, anamwambia nitafanya hili na lile, lakini unakuta ya kwamba tumetilia shaka. And that is why tunatumia miaka na miaka kabla ya kupokea kitu chochote. I want to give you my personal testimony. I believe it will help you. Kuna wakati mmoja, kwa sababu nilikuwa chini sana, na ile kazi nilikuwa ninafanya nilikuwa nalipwa 1,500 per month. I said 1,500 per month. Na mzee mmoja ambaye alikuwa na mvi akakuja, tukakutana, kaniambia ya kwamba ameota doto ya kwamba Mungu amenibariki. Hiyo ni miaka mingi imepita. Mungu amenibariki na gari, amenibariki, ameniinua, amenipanulia mipaka. Lakini kwa moyo wangu nilisikia vibaya. Igawa Biblia inasema ya kwamba tuweze kuamini doto za wazee, kwa sababu yule alikuwa ni mzee. Mimi si kuamini, nilitilia shaka na nikasikia vibaya kwa moyo. Nikaingia kwa kale kanyumba nilikuwa nakaa, nikasikia kusheka, alafu nikasikia kukasirika, kwa sababu si kuamini. How can I buy a car na mshahara ni 1,500? Ilikuwa ni jambo ambalo ni nzito sana kwangu, na kwa hivyo nilitilia shaka. 6 years down the line, ikafika wakati nilianza kuaminia Mungu anipatie gari. And God spoke to me clearly ya kwamba you have delayed this miracle ya wewe kuwa na gari 6 years. Miaka 6 nilitumana. Mungu akaniambia kwa sauti, miaka 6 nilitumana ya kwamba ninataka kukupanulia mipaka, nikubariki, lakini ukatilia shaka. Sasa ndio umekaa hiyo miaka yote kutembea na kusubuka katika maisha because you doubted. Labda wewe unanitazama pale, wewe ni mchungaji kama mimi. Mungu ameshawahi sema wazi nawe juu ya mambo tofauti ya maisha, lakini shetani akaja na kuweka spirit of doubt in your life. I pray this day
in the name of Jesus Christ, that you are going to overcome that spirit of doubt in the name of Jesus Christ. It is a stronghold of the devil, and I pray in the name of Jesus Christ it be broken today in Jesus mighty name, ya kwamba upate kile ambacho Mungu alikuambia. Wengine umedirei miaka 10, mimi nilidirei miaka 6. Baraka za Bwana zimedirei miaka 10. Mwito umedirei miaka 5 kwa sababu hauamini ya kwamba kabisa wewe kuna uwezekano uweze kumfanyia Mungu kazi. Kuna mtu mmoja, that this man argued with God. His name is Moses. And the Bible says clearly, katika mwito wake alisema ya kwamba mimi siwezi. Mungu alimtokea akamwambia kwamba I have seen the misery, I have seen the cry of my people Israelites in Egypt, na nimekuita so that you can go and deliver them. Na Biblia inasema ya kwamba yeye aliuliza Mungu, mimi sijui kuongea, because he doubted that God anaweza akatumia mtu kama yeye. He doubted that God would use somebody like him. Estamara akasema mimi sijui kuongea, niko na kigugumizi, siwezi nikaongea vizuri. Na katika ile hali ikawa ya kwamba yeye ni kama ametiria shaka mwito wake. Ametiria shaka mwito wake wa kuenda to deliver the children of Israel. Mpaka Mungu anamuuliza, wewe Musa uko na nini? Kwa sababu wakati mwingine Mungu kukutumia lazima uwe na kitu, hata kama iko kwa akili. Lazima uwe na kitu. Lazima uwe na kitu hata kama iko kwa moyo. Lazima uwe na kitu. Alimuuliza, mwe akasema mimi sina kitu chochote. Akaulizwa, ni nini umeshika kwa mkono wako? Asema nimeshika fimbo. Akaambiwa iangushe. Kuangusha ikawa nyoka. Yeye kitambo tu atoloke, akaambiwa tu rudi na ushike upande wake wa mkia. Ikawa fimbo tena. Labda ni fimbo tu uko nayo. Labda ni Bible tu uko nayo. Labda hakuna kitu kingine, labda ni certificate moja tu uko nayo. Certificate ya kuzaliwa. Mungu anakuuliza, uko na nini? Usitirie shaka. Neno la Bwana inasema kwa sababu Musa alitiria shaka wakati alitoka kuenda pamoja na familia yake. Alikuwa na kijana wake alikuwa amemzaa na pia mke wake Zipola. Wakati walitoka kuelekea Misri, Biblia inasema kwa sababu mzee alitiria shaka, Musa alitiria shaka, akatafuta mahali alale, akae, afikirie sana, kwa sababu anaona ni kama haifai, ni kama haitawezekana. Wakati alikuwa amelala mahali pale, God akasikia vibaya. Mungu akasikia vibaya na akatuma malaika kwa upanga akuja muue. Na Biblia inasema ya kwamba Zipola ndiye aliona malaika amekuja ameshika upanga anataka kuua mtumishi wa Mungu Musa. Na hapo Zipola akatairi kijana wake, akapaka miguu ya Musa damu. Na hapo Biblia inasema malaika wa Mungu akarudi. Mungu akasema usimuue, umuondoke. Na ni kwa sababu ya shaka. Watu wengi wametilia shaka, wameingia kwa kifo. Watu wengi wametilia shaka, wameingia kwa mambo ambayo ni mazito. Siwezi nikakosa kuongea juu ya the servant of God Zechariah together with his wife Elizabeth. Bible inasema ya kwamba for many years walikuwa wameoana lakini hawakuwa na mtoto. Na Biblia inasema ya kwamba one day like today, one day wakati Zechariah the high priest aliingia katika hekalu kuweza kushoma ufumba, watu wengi halaiki ya watu walikuwa naombea nje ya hekalu. Wakati Zechariah ameingia into the holy of holies, Biblia inasema malaika akamtokea pale. Na wakati alimtokea akamwambia Zechariah, maombi ambayo umeomba kwa wakati mrefu na aibu ambayo umekuwa nayo, the reproach ambayo imekuwa kwa maisha yako, Mungu amekuja kuiondoa. Amekuja ku roll away the reproach and the shame ambayo imekuwa kwa familia yako, kwa sababu wewe uko mzee pamoja na mke wako na hamna mtoto. Akamwambia mwaka kama huu, mwaka unaokuja, majira kama haya, mtapata kijana. Na yule kijana atafurahisha moyo wako, kwa sababu atakuwa mkuu sana mbele za Bwana. Atafanya mioyo ya wengi kamgeukie Bwana. Naye jina lake ataitwa Yohana. Na Biblia inasema hapo kwa madhabahu. Shaka ni roho ambayo huwa haiogopi. It is a spirit that does not fear. Hapo kwa madhabahu, Biblia inasema Zechariah akatilia shaka, and he doubted. Akamuuliza malaika, nitajuaje? Mimi ni mtu mzee, ako na miaka nyingi. Mke wangu pia ako na miaka nyingi.
Sisi ni wazee, mimi nitajuaje? Na Biblia inasema ya kwamba malaika akamwambia kwamba mimi ni Gabrieli ambaye usimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, na kwa sababu umetilia shaka hili jambo na ujumbe ambao nimepewa kuleta kwako kama malaika, basi hautaongea, ulimi wako hautaongea kwa miezi 9 mpaka wakati yule mtoto atazaliwa. Na ikawa ni kama punishment kubwa sana. Mambo ya watu wengi kwa sababu wameweza kutilia shaka. Wametilia shaka mpaka prophecy ya Mungu. Wengine wametilia shaka neno la Mungu. Ndiposa unaona wengine hawajepona. Wengine maisha yao imejikokota. Maisha ya watu wengine yamesimama. Na wengine ni kama wameingia kwa punishment. It is my prayer today in the mighty name of Jesus. Wewe Mungu amekupatia nafasi ya kunitazama, that you are going to fight and resist the spirit of doubt in your life in the name of Jesus Christ. Isiwekwe kwa mawazo yako, isiwekwe kwa moyo wako in the name of Jesus Christ. Siwezi nikakosa kukueleza juu ya Loti. Biblia inasema juu ya Loti. Tunamjua vizuri ya kwamba huyu walipelekana na Abraham mpaka ikafika mahali kwa sababu ya vita wakaondokeana. Na Loti akaenda kule ambao Biblia inasema to the plains of Sodom. Na wakati alikuwa mahali pale, Mungu akaona matendo mabaya yaliyokuwa yakiendelea Sodom. Akasema ya kwamba naenda kumaliza Sodom. Lakini akapitia kwa Abraham. Akasema ya kwamba je, nitamfisha Abrahamu jambo ambalo nataka kulitenda kwa Sodoma? Lakini akasema ya kwamba akamweleza. And the Bible says Abraham interceded, akaomba sana. Akamuuliza Mungu, usikasirike. Na kama kule Sodom kuna watu 50, utawamaliza pamoja na wale ambao ni wenye dhambi kama kuna watu 50 ambao ni wenye haki? Mungu akasema hapana. Na Abraham akakuja mpaka chini, akakuja watu 5. Mungu akasema kama kuna watu 5, hata kama kuna mtu mmoja, sitamaliza pamoja na wale waovu ambao wako kule Sodom. Na Biblia inasema kutoka mahali pale ndio malaika wawili wakatelemka kuenda kumaliza Sodom. Anasema ya kwamba moto utanyesha na utamaliza Sodoma yote. Neno la Bwana linasema ya kwamba malaika wale walitumwa pale, wakaambiwa ya kwamba kuna familia moja, there is one family, the family of Lot. Uitoe mahali pale, ako na wasichana wawili ama binti wawili na pia mke wake. Umtoe mahali pale. Na neno la Bwana linasema ya kwamba wale malaika wakamwendea, wakaenda family mzima, wakafanya mkutano, wakaiambia Loti pamoja na mke wako na wasichana wako wawili, Mungu ametutuma kumaliza hii Sodom na anataka muondoke haraka, in haste, haraka. And then na Loti akaanza story pale kwa sababu alitia shaka. Asema itamalizwa namna gani? Akaambiwa moto utanyesha hapa. Akaambiwa moto haujawahi utanyeshaje kama mvua? Lakini Biblia inasema ya kwamba malaika by force, kwa nguvu, maana waliona huyu mzee atamaliziwa hapa, ametia shaka, by force wakashika mkono wa Loti, wakashika mkono wa binti wawili na mke wake, wakawatoa by force, wakawapeleka mpaka kule kwa milima. Na bado hata katika hiyo hali Loti bado anaweka shaka, anauliza badala ya tukibia tuende sana, si unikubalie niingie kwa hii katauni kadogo? Mpaka Mungu haya mwambie aingie kwa hiyo katauni kadogo. Mke wa Loti, kwa sababu yeye ndiye alitilia shaka kubwa, alisema ya kwamba hii ni jambo gani mnasema moto umeanza kunyesha? Moto utanyeshaje? Biblia inasema akageuka aangalie kule Sodom. Biblia inasema Mungu akamfanya jiwe la chumvi. Mpaka siku ya leo watu wao wanaenda Israeli kuenda kutazama mtu aliyetilia shaka, mtu aliyekuwa na doubt ya kwamba Sodom itamalizwa, akafanywa kuwa jiwe la chumvi. Hivyo ni kusema ya kwamba kuna watu wengi siku yao, they have remained in one place for a long time. They have stagnated for a long time. Their lives have stagnated in one place for a long time. Mpaka watu wanakuja kuionea familia yako, kujionea maisha yako. Wanasema ya kwamba huyu mtu tulimwacha hapa tu miaka yote ambayo imepita, anakuanga tu hivyo, haendi mbele, haendi nyuma, amekaa hapo tu watu wamuone kama sanamu. Ningetaka ni encourage, familia yako sio sanamu ya watu kuja kujiangalilia mahali pale. You are supposed to make progress.
Resist this spirit of doubt in the name of Jesus, so that you can start making headways, so that you can start making progress in your life in the name of Jesus Christ. Umetiria shaka, hata wengine wanatiria shaka. Mungu anasema ya kwamba this is the year of increase and expansion. When God will increase you, it doesn't matter the situation, it doesn't matter the circumstances ambazo zimetupata katika mwaka huu, kwa sababu sauti ya Mungu lazima ikuje kutimia. Remember, even the Bible says that the word of God is forever settled in heaven. And each and every word that proceeds from the mouth of God will never go back void. It must accomplish that which was sent to accomplish or to fulfill. The word of God will fulfill its purpose in the name of Jesus upon your life, upon your family, upon the work of your heart. Kama neno lilitumwa likuponye, usiweke shaka. Kama neno lilitumwa likubariki, usiweke shaka. Usiweke doubt mahali pale. Kama neno lilitumwa liinue familia yako, usitirie shaka. Usiwe kama mke wa Rutu ambaye alisimama ikawa jiwe la chumvi. Up to date watu wanaenda kujionea. Mimi ninamuomba Mungu, familia yako sio ya watu kuja kujionea kwa sababu ya aibu. Familia yako sio ya watu kuja kujionea kwa sababu you have stagnated for a long time. Lazima make progress in the name of Jesus Christ. Hata kama kuna giza, hata kama mawimbi ya shida yametanda, lazima make progress. I love the word of God that came upon Moses. Wakati Musa walifika mahali, hii ni bahari ya Shamu, wana wa Israeli wote wako hapa, they cannot go back to Egypt. Neno la Bwana linasema namna gani? Mungu alishuka akamwambia Musa, acha kuambia watu wanililie hapa. Waambie waache kunililia. Tell them to move on. Tell them to go forward. That is what God is telling you today. Resist the spirit of doubt and move forward. Resist the spirit of doubt and make progress in the name of Jesus Christ. Move on in Jesus' name. Ninajua kuna giza, lakini si wakati wa kujihurumia. Move on in Jesus' name. Ninajua ya kwamba kuna magonjwa ya corona, lakini corona haiwezi kazuia mapenzi ya Mungu kutendeka in the name of Jesus Christ. Ninajua kuna mambo mazito ya ushumi, lakini ujue ya kwamba haiwezi ikazuia mapenzi ya Mungu kutendeka in the name of Jesus Christ. Mungu akaweze kukubariki. May God bless you so much. Ninaamini ya kwamba from today, in the name of Jesus Christ, you will resist and break that spirit of doubt in Jesus' name. Nataka niombe wale wote kwa sababu nimeona kuna watu wameinua imani yao. Na nataka kukuambia without any doubt that God is going to heal you. Kuna watu wamegojeka kansa, Mungu anaenda kukuponya katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu ambao wamegojeka HIV and AIDS. Kuna watu wamegojeka leukemia. Kuna watu ambao wamegojeka asthma. May God heal you in the name of Jesus Christ. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa sababu ya watu ambao wamegojeka ugonjwa wa stroke, ambao Mungu wa Israeli Bwana umefanya upande wao wa kulia ukaweze kufa. Ninaomba katika jina la Yesu, fupa likarudie fupa. Katika jina la Yesu, mishipa na nyama zikawe na nguvu tena in the mighty name of Jesus. And Lord, I declare ya kwamba today you are healing cancer. Kansa za kila aina, kansa ya mifupa, kansa ya damu, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba ya kwamba ikaondoke. I rebuke breast cancer in the name of Jesus. Colon cancer, I rebuke you in the name of Jesus Christ. Na ninatuma neno la uponyaji in the name of Jesus, because the Bible says that the Lord sent his word and healed the sick. I pray this day in the name of Jesus, be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Na ninaomba kuanzia saa hii ukainuke na ukapate nguvu. Ninaomba uponyaji kwa wale wote ambao wamegojeka HIV and AIDS, ukimwi, katika jina la Yesu. Ukimwi hauna nguvu katika jina la Yesu. Arthritis haina nguvu katika jina la Yesu Kristo. Fibroids zikakome katika jina la Yesu. Hata wale waliambiwa ni tasa wakapata watoto katika jina la Yesu Kristo. Uwezo wa Mungu kaonekane kwa maisha yako. Homa za
kila aina in the mighty name of Jesus, pamoja na coronavirus in the name of Jesus, pamoja na pneumonia, homa za kila aina ziondoke katika ule mwili katika jina la Yesu Kristo. Uwezo wa Mungu ukawe juu ya maisha yako in the name of Jesus. Wale waliovunjika miguu yao na mifupa yao, migongo yao kwa sababu ya maajali ya barabara, kila mfupa ushikane na mfupa in the name of Jesus Christ. Ninakutabiria kuwa mzima, uheri wa afya in the name of Jesus Christ. Ugonjwa wote wa moyo, ugonjwa wote wa asma in the name of Jesus Christ ikaondoke kwa mawazo, ikaondoke kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Utukuzwe Bwana na uheshimiwe daima kwa sababu ya uponyaji wako. We thank you dear Lord Almighty God. Utukuzwe milele. Asante kwa sababu ya kuponya diabetes. Asante mfalme wa Israeli kwa sababu umeponya damu ya watu wako. Utukuzwe na uheshimiwe daima katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you. Naombea wale wote ambao hawajaokoka. Sema nyuma yangu: Bwana Yesu, niokoe siku hii. Nisamehe dhambi na makosa. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia siku ya leo, ninaamini ya kwamba uko na umeniokoa. Katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Naombea watu wote ambao wanaojitolea sadaka zao. Uamini Mungu anaweza akabariki kazi ya mikono yako, biashara yako, maisha yako, familia yako, ukainuke mara tena. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa sababu ya sadaka za watu wako. Naomba ya kwamba ukabariki kazi ya mikono yao. Pesa zao zisipotee kwa uganga na uchawi. Pesa zao zisipotee kwa magonjwa. Pesa zao zisipotee kwa makesi kotini. Bwana, ukabariki uzaliwa wako, ukabariki watu wako. Katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. May God bless you mara tena. Kwa majina yangu ni mchungaji Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa Kiambu. Nikisema Mungu akakubariki, Mungu akakupanulia mipaka, maisha yako kukawe na progress katika Kristo Yesu. Shalom. Praise the name of the Lord. We declare that our schools will go back to normal. We declare that our businesses will go back to normal. We refuse to be colonized by corona in the mighty name of Jesus, because this nation is a God-fearing nation. In the name of the Lord, everybody tutainua mikono yetu as we declare these declarations in the name of the Lord. Blessed is the nation whose Lord God is their leader. We want to declare Kenya belongs to God. Kenya belongs to God. We are calling Jehovah Rapha, the Lord who healeth all our diseases. Lord, we pray declaring the name of Jesus is above all sicknesses, is above all diseases. The name of Jesus Christ, we exalt the name of Jesus. We exalt the name of Jesus. And Lord Almighty God, we pray in the name of Jesus Christ. We declare corona will not colonize Kenya. We declare businesses will go back to normal. Schools will go back to normal. In the name of the Lord, churches will go back to normal. Even our judiciary will go back to normal. Even legislature will go back to normal. Our parliament will go back to normal. We refuse Kenya to be taken siege. We refuse Kenya to be taken hostage. We declare Jehovah Almighty is our leader. In the name of the Lord. In the name of the Lord. In the name of the Lord. Bwana, kwa haya madhabahu, we are calling our nation Kenya to go back to normal. We are calling our nation Kenya to go back to normal. Kenya, you belong to God.
Kenya, you belong to God. Kenya, you belong to God. Hey, hey, we worship your name. We worship your name. We worship your name. He is our God. Hey, tumshangilie Bwana. Glory be to God. Praise the name of the Lord. Kenya belongs to God. Our nation belongs to God. Yule watobile agetoiga Kenya. Hii ni yeye yuko na our last word. Neno la mwisho liko na yeye.